Na mtazamaji wetu wa NYTV, hizi ni ripoti za NYTV kutokea maeneo ya mkoa wa Morogoro katika wilaya ya Kilombero, na niko katika mji mdogo wa Ifakara. Pengine unaweza kujiuliza NYTV wamefuata nini huku Ifakara? Kama umekuwa ukifuatilia shuhuda za mtumishi wa Mungu Moses Lipambila, hapa ndipo anakopatikana. Na sababu za kutuleta hapa ni kutokana na maombi mengi ya watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wakifuatilia chaneli hii. Wameona viko vitu vingi ambavyo pengine hakuweza kuvizungumza kwa ndani, na hii ilitokana na kuwa na ufinyu wa muda wetu haukuwa rafiki, hivyo hatukupata vizuri nafasi ya kuhojiana naye, maana tumeona yako mambo mengi ambayo pengine bado ziko siri nyingi ambazo hatujazifahamu. Lakini leo hii tukaona basi kutokana na hayo maombi ya watazamaji wetu imetulazimu kurudi tena hapa Ifakara ili tupate fursa ya kuweza kuzungumza naye. Si hivyo tu, lakini tutapata tena nafasi ya kuzungumza na mke wake ambaye wakati ule uliopita hatukupata nafasi ya kuweza kuzungumza na mke wake, naye tuweze kusikia ana yapi ya kuzungumza. Nichukue fursa hii kukushukuru wewe mtazamaji wetu wa NYTV. Pata mialiko ya kufika maeneo mengi ya vijijini, lakini kutokana na gharama za uendeshaji tumejikuta hatuwezi kwenda maeneo yote. Hivyo nitumie hii fursa kukuomba uweze kutushika mkono, kusupport hiki chombo kama kimefanyika baraka kwako kwa mafundisho ambayo tumekuwa tukiyaleta. Basi nikusii kwa wasahau uweze kushikamana na hiki chombo, tuunge mkono kwa chochote ambacho Mungu atakusukuma kuweza kufanya ili kusudi yale maeneo ambayo hatujabahatika kufika kwa sababu tumejitoa kufanya kazi hii ya umisheni tuweze kuwafikia na tuweze kukuletea vitu ambavyo vitaweza kukuinua na kuyajenga maisha yako kupitia hiki chombo bora cha matangazo cha NYTV. Hapa sasa niko kwenye kanisa la mtumishi wa Mungu mchungaji Moses Lipambila ambaye anatumikia Mungu katika eneo hili ambalo leo hii niko mahali hapa, na kama ninavyoweza kutazama na kupitisha kidogo katika mazingira haya uweze kuona huu ni msingi ambao tayari amekwisha kujenga katika hili kanisa, ikiwa ni maono yake ambayo yako mbele, natazamia kuweza kujenga kanisa kubwa katika hili eneo. Na nyuma yangu liko jengo la kanisa kama unaweza ukaliona. Kanisa haliko katika hadhi nzuri na haliko katika mazingira mazuri kutokana na eneo lenyewe jinsi lilivyo, na kipindi cha masika wanakuwa na wakati mgumu kwa sababu eneo hili linajaa maji kiasi ambacho kinawafanya hata wakati wa ibada pengine wanashindwa kumwabudu Mungu vizuri kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Na tunapokwenda kuendelea sasa na interview au mazungumzo ambayo yamenifanya mimi kuja hapa, ni kuache na hii tafakari, ukitafakari namna ya kuweza kumkwamua mtumishi wa Mungu ambaye amejikita sana kumtumikia Mungu na ana moyo sana wa kumtumikia Mungu, lakini mazingira aliyopo ni mazingira ambayo si rafiki. Basi kalitafakari ili uweze kuona ni nini unaweza ukafanya kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Moses Lipambila. Twende wote katika mahojiano. Na tayari niko na mchungaji mtumishi wa Mungu Moses Lipambila. Wengi umetamani sana, mmekuwa na shauku ya kufahamu pengine pale tulikoishia, na leo nimepata neema sasa ya kufika tena kwa mara ya pili. Tuko naye hapa, atakusalimia na ataendelea pale ambapo tulikoweza kuishia kipindi kile ambacho hatukuwa na muda mzuri, lakini leo tunayo nafasi ya kuzungumza mengi na mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na habari za uzima? Namshukuru Mungu, naendelea salama kabisa. Nimefurahi kukuona kwa mara nyingine. Amen. Asante sana, karibuni sana. Watazamaji wanashauku sana ya kukusikia, maana wengi wamebarikiwa sana na shuhuda ambazo zimewafungua wengi. Watu wamefahamu vifungo ambavyo walikuwa wamefungwa kwavyo havifahamu, lakini kupitia mafundisho yako hata mimi binafsi kwa kweli nimepiga hatua kwa yale ambayo uliyazungumza, nikajiona niko wapi na natakiwa kufanya nini. Tuanzie hapo, karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe, na kusalimia ndugu mtazamaji tena kwa mara nyingine. Ninashukuru Mungu tena kwa neema yake. Mungu amenisaidia na Mungu ameniwezesha tena. Neema yake ni kubwa sana kwetu, anatulinda, anatutetea, japo vita vinaendelea lakini Yesu yupo. Ushindi ni lazima katika jina la Yesu. Yeye ambaye amesema kwenye kile kitabu cha Mathayo 16:18 kwamba anajenga kanisa lake wala mlango ya kuzimu haitaishinda. Nichukue nafasi hii kwanza
kukushukuru wewe na chombo hiki cha NYTV kwa kunitembelea kwa ile mara ya kwanza, kwa ujio ambao uliokuja kwa mara ya kwanza. Ninashukuru sana kwa namna ambavyo mlivyokuja na tulishirikiana na kutaka nishuhudia kile ambacho Mungu alichokifanya kwa ajili ya maisha yangu, namna ambavyo toka kuzaliwa kwangu na nilivyohudumu kwa upande wa Uislamu, lakini namna ambavyo Mungu alivyoniokoa na kunipa huduma sasa ya kusaidia watu wengine. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa hicho chombo, na ninashukuru Mungu imenisababisha nikutane na watu wengi duniani. Ninashukuru sana, lakini pia nikushukuru mtazamaji ambao kwa neema ya Mungu amesababisha nikutane nao wengi walio ndani ya Tanzania, walio katika Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Kutokea hapo tumekuwa tukifanya mawasiliano nao kwa wakati na kwa muda, lakini na Mungu pia amezidi kuwa mwema. Kupitia ule ushuhuda ule watu wamebarikiwa, na nilikuwa naangalia yale maoni, watu wamebarikiwa na kupitia hivyo wengine wakafanya mawasiliano na mimi, na kwa namna moja au nyingine tukapanga ratiba za kuwa na maombi. Na kwa ule muda ambao tumekuwa na maombi nao, kwa muda ule shuhuda ni nyingi, watu wamesaidika sana, watu wameendelea kufunguliwa kwenye ulimwengu wa kiroho, wanaona vitu ambavyo wengine hawajawahi kuviona, lakini Mungu anaendelea kuwasaidia na kusaidia wengi ni wengi, kwa maana ya wanaviona sasa, hata ndoto zao zimebadilika, wanaanza kuona, wengine wanarejeshewa haki zao wengi. Kuna mmoja hivi ambao alikuwa katika, baada ya maombi tukulala usiku, anasema alikuwa kwenye nyumba, na kwenye ile nyumba ni ya kwake, lakini kuna mtu mwingine yupo ndani ya ile nyumba anamiliki yeye. Baadaye akatokea mtu mwingine kutoka nje, akaja hivi mkubwa hivi, akafika na kuanza kumshika yule mtu mwingine aliyekuwa anamiliki nyumba isivyo halali na kuanza kumtoa nje, na ile kwa ni kama hataki, wakaanza kusukumana, lakini yule mbaba mwenye alikuja kumtoa alikuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo akaja akamburuta akamtoa nje. Alivyomtoa nje akasema ole wake umekuja kumsaidia huyu mtu. Lakini hapo tu anasema ndugu zake wakamjia kwenye ndoto hiyo, wakamjia na kusema tulichukua viatu vyako muda mrefu na tulivyokuwa tumejaribu kuifanya vile na vile, lakini sasa tumelazimika tukurudishie, na viatu vyake vipya akapewa akavivaa. Huyo tena nyingine mpaka nguo zake za ndani anasema nako ni mpya kabisa, tuliichukua kwa ajili ya kufunga maisha yako, sasa tumetakiwa tuirudishe. Wakamrudishia nyingi. Mwingine huyo nje ya huyo mwingine, baada ya kumaliza tu maombi, na yeye alivyolala akaona kwenye ule upande wa uchifu, yani machifu wamemwita yeye akiwa na hema yake na majeshi yake, wakamuita yeye na mtoto wake, ni mama huyo, wakamuita wakasema, ndugu yangu, tulikudhulumu muda mrefu, hela zako. Kwa hiyo kwenye ndoto, lakini hela zako hizo, akapewa mahela mengi, akapewa mashamba, akapewa vitu vingi. Kwa hiyo ni vingi ambavyo vimeendelea kufanyika. Mwingine ilikuwa ni live kabisa, baada ya kuomba hapa, nilikuwa ni hapa bado tulionana live kabisa hapo, tukaomba. Tulivyoomba tu leo, kesho yake tu asubuhi, huyu alikuwa alizulumiwa viwanja au aseme kiwanja na ndugu zake kwenye mgao, ni kama ni urithi wa yeye hakupata. Na ni kwa muda mrefu ametumia jitihada na mbinu nyingi, serikali wapi kashindikana, akaamua tu kusamehe. Akaja hapa kwenye maombi, baada ya kuomba asubuhi yake saa 12 anagongewa mlango. Kufungua mlango, ndugu zake wote wamefika pale. Vipi? Anasema tusamehe sana, tulikudhulumu kiwanja chako, tulikichukua sivyo halali, tumetakiwa tukirudishe. Kwa hiyo twende tukakuonyesha kiwanja chako, tukukabidhi. Hiyo sio ndoto sasa, hiyo ni live kabisa, lakini moja kwa moja. Kwa hiyo ni nyingi, ni shuhuda nyingi. Mungu amerejesha maisha ya watu wengi sana, kwa wale ambao tulikuwa tukiomba nao. Ninamshukuru Mungu nilikuwa naongea kuhusu ile huduma ambayo tumekuwa naye, na nashukuru Mungu tena, na nikushukuru Mungu tena kwa ajili ya ujio huu sasa kwa mara ya pili, baada ya kunitafuta tena na kuja.
na kusema watazamaji wetu wanatamani mafafanuzi ya ule ushuhuda ambao tuliotoa mwanzo. Kwa hiyo nashukuru sana na karibuni sana. Nikushukuru sana, na ninakumbuka wakati tunaanza kuzungumza ulikuwa na wasiwasi sana, na sijajua ulikuwa na wasiwasi gani? Ni kweli ndugu mtazamaji, kwa sababu ujio wa NYTV kimsingi sikuwa na lile wala lile na majukumu yangu ya kila siku. Nikapigwa simu, kajitambulisha, bwana nataka tuonane. Sasa na ile siku mlivyofika hapa sijui lolote na sio mtu wa mitandaoni sana. Na ulikuwa hujawahi kutembelewa na chombo au kuhojiwa na chombo chochote? Sijawahi kuhojiwa na chombo kingine chochote. Yani NYTV ni chombo cha kwanza kabisa kuja kunitembelea na kufanya mahojiano. Kwa hiyo ulivyofika pale na kueleza tunataka shuhuda, maana tumesikia kwamba kuna namna ambavyo umetoka huko na nini, vitu vingi ambavyo kwa hivyo ulichokuwa nacho kinaweza kikasaidia watu wengine kufunguliwa na huduma ambayo Mungu aliyekupa. Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu kwa sehemu nafahamu nilikotoka. Ndugu zangu Waislamu kidogo wale ni watu wa jihadi. Na ndio maana ikanilazimika nitoke Dar es Salaam baada ya kukaa kwa muda hivyo nikatoka. Sasa kwa sababu nafahamu kwamba nikiongea habari zile na bado najua kama wananitafuta na hawakujua niko wapi. Kwa hiyo nikajua kwenye akili nikajua nikionekana live sasa ni kama naanzisha vita vingine. Kwa hiyo ni kweli ulivyokuja na kunitaka niongee, nikawa na wasiwasi kwamba hivi ni wakati wa Bwana kweli kuyaongea haya. Ni wakati kweli umefika na nimejiweka vizuri kweli kukabiliana na hizo changamoto za aina nyingine. Lakini kumbe ulikuwa ni wakati wa Bwana, kwa maana baada ya kutoa ule ushuhuda wengi walibarikiwa sana, na kupitia vile wengi walipata fahamu na maarifa namna ambavyo kumbe tunakwama wapi na nini kinatakiwa kifanyike. Lakini pia wakati tunaanza mahojiano niliongea kwamba nitaongea machache sana, kwa maana akili zangu nikajua nitatumia hata dakika 20 tu niwe nimemaliza. Nimalize nisiongee yote, lakini ulinitia moyo kwamba ni kweli unaweza ukapanga hivyo, lakini Mungu aliyenisukuma mimi kuja hapa ana mpango mwingine mkubwa zaidi kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo tukamshukuru Mungu hapo, tukaomba. Wakati naanza nikashangaa nazidi kutiririka, tunatiririka. Baada ya dakika 20 yakawa ni masaa sasa. Ni kweli ilikuwa ni hivyo, ni kwa sababu tu ya namna ambavyo nafahamu wale ndugu zangu, lakini pia nafahamu kuzimu jinsi ambavyo inavyofanya na inavyofuatilia na inavyoshughulika na hawataki habari zao, kwa sababu kuzimu wanataka yani ile kutokujua kwa watu wao ndio nafasi ya kuendelea kuharibu watu, kuendelea kuwafunga watu, kuendelea kuwaondoa watu. Kwa hiyo sasa na wao sasa wakiona vitu vyao vinaongelewa, vitu vyao vinasimuliwa, wao hawapendi. Kwa hiyo wana react moja kwa moja kunyamazisha na kuondosha hiki ambacho kilichopo. Asante Yesu, kwa sababu Yesu ni mkuu kuliko chochote. Yes, Bwana Yesu yupo. Yeye anasema atazishinda falme zote za giza na malango ya kuzimu hayatayashinda. Na Mungu amenipa uzima mimi na familia yangu tunaendelea na tunamshukuru Mungu. Kuna jina ulilitaja, jina maarufu ambalo ulikuwa unatambulikwa kwalo, na baadhi ya watu ambao walikuwa wanatoa comment wanasema hapana, huyu ni muongo, huyu sie. Pengine unaweza ukadhibitishaje kwamba ni wewe? I think ulikuwa unaitwa jina maarufu ulikuwa unaitwa nani? Sharifu. Kasema au sio Sharifu. Sasa sijajua kuna Sharifu wangapi, pengine tupe ufafanuzi hapo. Huyu anayetufuatilia ajue kwamba tunayezungumza naye ndiye. Ni kweli, na hata jana kuna mtu mmoja kanipigia simu kutoka ni wapi pale Kibaha, ni wapi, tena yule ndio shahidi, akanipigia simu akanikumbusha namna ambavyo madhara ile ambayo ilikuwa inafanyika miaka ile, na yeye alikuwa naye ni mmoja wapo aliyekuja kwa yule mwadhara, na alikuja kuhudumiwa kwenye yule mwadhara. Ni kweli kabisa, mimi ndio Sharifu. Nilikuwa nikushughulika na kwa upande wa Uislamu sio Sharifu, nikishughulika na majini, lakini hasa kushughulika na miadhara. Japo pia kwenye masharifu, kwa sababu masharifu
ni huduma, ni kazi. Yani Sharifu ni kazi, kwa sababu ni ukoo mmoja hivi wa majini yaliyoko kuzimu, ambao yanafanya kazi chini ya Lucifer moja kwa moja. Kwa hiyo ni jeshi la shetani kabisa. Sasa kwa hiyo kwa maana hiyo lenyewe linafanya kazi iliyoagizwa na Lucifer moja kwa moja kwa ajili ya kutekeleza kile ambacho yeye mwenyewe shetani mkuu anakitaka. Sasa inategemea, hawako watu wengi sana kwenye namna hiyo. Kwa maana hiyo mpaka ukipewa nafasi hiyo ujue umekuwa na nafasi kubwa sana kwenye upande wa kuzimu. Lakini mimi ni kweli nimezaliwa hivyo, yani sijui niseme, lakini kila kitu changu kipo. Mimi mpaka sasa hivi nikifika nyumbani hawajui jina la Moses. Wananijua ni Sharifu mchungaji. Kwa hiyo hilo ndo jina langu kwenye vyeti liko hivyo, lakini kwa neema za Mungu nilifika sekondari nikabadilisha. Lakini vyeti vyangu vyote huko kuanzia shule ya msingi na huko chini kote ni Sharifu. Na mpaka leo nikienda nyumbani ni Sharifu. Ndugu zangu wanaonijua ni Sharifu, na mimi nakubali ni Sharifu, lakini naambia Mungu ameniokoa, sasa na nyinyi okokeni. Watazamaji, kama huamini basi huyo ndio mwenyewe, ndio tunazungumza naye. Na kwenye mazungumzo ya awali tulivyoongea, ukazungumza kwamba kutokana na jinsi ambavyo ulikaa muda mrefu sana ukawa unashindwa hata namna ya kuongea, na ulivyookoka wakati unatembea njiani ulikuwa unasema Yesu Yesu Yesu, ili kusudi hata ulimi sasa uweze kushika, yani kutambua yale maneno. Kwa unasema Yesu nimeokoka ili kuongea, kwa maana kwamba hata ulikuwa na shida ya kuongea. Sasa sijajua kule mlikuwa mnaongea lugha gani. Sasa mimi nataka tuanzie hapo kwamba sasa umefahamu kuongea na ulikuwa hujui kuongea na ulikuwa ukutani na wanadamu, unajua ulikuwa unakutana na watu gani, lakini baadaye ukaja uraiani. Tuanzie hapo, ndoa sasa ulianzaje kufanya approaching wakati hujui kuongea, na ndo sasa umeokoka ukaanza mchakato wa ndoa? Tuanzie hapo. Kwenye kidogo tu kuanza ile yani kubadilisha lugha na mifumo ya zamani, niliongea wakati yule baba yangu Mzee Magembe ananiongoza sala toba. Kuna vitu pale vilitokea, yule mtu ambaye alikuwa akinidhibitishia kwamba hiki ni kweli. Yani kwa kifupi, baada ya kuokoka pale ndani kulibadilika kabisa, na nikamtaka huyo Mungu ni mzuri zaidi. Kwa hiyo baada ya pale na kujisalimisha, kwa maana kutupa kila, yani kuchoma na kuneni kila, kusaliti viapo vyote na kila kitu, nikatafakari maisha yangu mapya, hasa kuhusu Mungu wa Uislamu na Mungu wa Kristo. Kwa hiyo nikaona kama Mungu wa Uislamu kama amenidanganya, yani nimedanganywa na Waislamu na nimetoa nguvu zangu zote kutumikia, kumbe isivyo halali. Yani sasa kile kidogo kitu kiliniumiza sana, kwamba moyo wangu nilitamani kumtumikia Mungu, kumbe na nilijitoa, sikujua kwamba sio sahihi. Lakini kumbe baadaye kwa neema za Mungu na kwa msaada wa Mungu nikagundua kwamba sio, yani kule niliko sio sahihi, maana nimepotea. Kwa maana hiyo kwenye akili yangu nikaomba Mungu huyu wa Biblia yani ifutwe elimu yote ya Kiislamu ili nianze upya kujifunza elimu ya Biblia au Mungu wa Biblia. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji nidhamu, kwa sababu nilikuwa naongea Kiarabu kimsingi. Kwa hiyo nilikuwa naongea Kiarabu kwa maana ya kuandika, nilikuwa naanza kulia kuelekea kushoto. Kwa hiyo hivyo ndo maandiko yangu na kila kitu, nilikuwa na hadi jina langu Sharifu naandika hivyo. Kwa hiyo baada kama nilivyosema nimedanganywa, kwa hiyo nikachukia, sikupenda. Kwa hiyo nikataka ifutwe zote ili nianze upya kujifunza Mungu wa Biblia, kwamba hata. Lakini pia jambo la pili lilikuwa nilivyokoka tu pale na kurudi nyumbani, kama nilivyosema, nilikuwa kipindi nalelewa na familia ya Kikristo, ni wa Katoliki. Sasa na nafahamu wao pia wanakuja huku pia kwa sisi kuomba, kabla sijaokoka, kuomba dawa, kuwasaidia na kuwauzia majini. Sasa nikavutiwa na kile kwamba huyu kumbe ana Mungu mzuri hivi. Na nilivyorudi tu kutoka kanisani kwa Mzee Magembe pale kwa sala toba, nikawakusanya nikasema naomba tuombe wote, lakini hasa kwenye kuwaelekeza kwamba mbona mna Mungu mzuri na kwa nini mnakwenda kwa Waislamu kuomba msaada wakati mna Mungu Yesu ambaye ana uwezo wote. Mimi mwenyewe amenibadilisha na namtaka huyo. Kwa hiyo nikavutika kuanzia hapo kuwafundisha. Sasa sikutaka niwafundishe udanganyifu. Kwa hiyo ikawa nataka nimjue Mungu wa Biblia kiundani, nje ya ile Mungu wa kule,
ili nikifundisha nisifundishe kwa kutumia elimu ya kule. Nifundishe sasa Kristo anipe elimu upya ili nifundishe kitu kilichokuwa sahihi. Kwa ndio maana ilihitaji shughuli kule. Kwa nikitembea Kariakoo kote nimeokoka. Nikajifunza salamu. Siwa tena asalamu alaykum, hapana, nikajifunza salamu. Yaani nikachukua kila kitu chao. Kutokea hapo sasa na Mungu akanisaidia na kweli hivi kafutika vyote. Hata sasa hivi ibaki vichache tu. Huwezi kusahau vyote, lakini ile Salifu Bethel Gym ile kwa hiyo zile, kwa hiyo vingine vile vipo kwa sababu nimekaa navyo kwa miaka hiyo yote, lakini hasa ile maarifa na elimu yote ile imebaki tu kama tu kujua tu kama ni kitu ambacho sio sahihi, na nikikutana na watu basi inatumika nafasi pia ya kuwafundisha kwamba hiki sio sahihi ni hivyo. Na kutokea hapo sasa, kama nilivyosema, Mungu akanisaidia na kwenye mambo yote yale. Baada ya kukaa pale Dar es Salaam, tuseme muda ulitosha sasa, nikaenda kwa mzee wangu, Mzee Magembe, kuomba ruhusa niweze kutembea mikoani. Hiyo ilikuwa mwaka 2012 sasa. Niweze kutembea mikoani, akanipa ruhusa mzee, basi nikatembea hapa na pale Tanzania, kazunguka huko na kule katika mikoa, nikafika Morogoro kwenye wilaya ya Kilombero. Basi na kipindi huko nilikuwa na biashara zangu, kwa maana ya mimi ni mwalimu wa ujasiriamali, kutengeneza bidhaa hizi. Kwa hiyo nikafika hapo nikafungua ofisi, basi nikaendelea. Na baada ya hapo sasa nikatafuta kanisa la kusali, kanisa la TAG la watu waliookoka, nikaunganishwa, nikaingia hapo kwenda kusali. Kaendelea na shughuli zangu zile za kawaida. Muda umefika wa kuoa. Kutokea hapo nilipokuwa tokea pale nikiwa mshirika pale Majumba 6 TAG pale, mambo mengi yamekuwa yakinitokea sana. Mengi sana, na kama nilikuwa mchanga nilikuwa sielewi, sasa hivi ndo naanza kuyaelewa. Na mengine nilikuwa namshirikisha mchungaji. Kwa mengi tu yametokea. Moja wapo, yani haya mambo yalikuwa yananielekeza kuhusu masuala ya kihuduma na namna ambavyo itakavyokuwa. Moja wapo ilikuwa siku hiyo nimefanya huduma, nimeenda kanisani, nimekesha. Mimi huwa napenda sana kufunga. Kwa hiyo kwa wiki ilikuwa ile Alhamisi mpaka Jumapili huwa na kuaga kanisani. Hata kama nilikuwa nasoma, lakini nikirudi nafikia kanisani asubuhi, naondoka shuleni narudia kanisani. Kwa hiyo nimefika nyumbani usiku ule, nimelala. Nilichokiota sasa usiku ni kwamba ikaonekana ninatoka tena kanisani Jumba 6 na kuja nyumbani. Nyumba ni ile, eneo ni lile, yani Dar es Salaam pale na nyumba Kipiko na Kakulasini ni pale. Sasa nimeshika Biblia yangu nakuja nyumbani. Napofika nyumbani, mama wa ile familia, mamangu ambaye nilikuwa nakaa naye pale, akaniambia, Moze, tafadhali sana hapa usije, yani ondoka, kwa sababu kuna watu wengi wanakusubiri, wanakungojea, na wamekuja hapa toka asubuhi. Ilikuwa nadhani kama ni mchana jioni hivi. Wanakusubiri, na hapo kuna kikao kipo tu nyumba ya 3 hapo. Toka asubuhi yani watu ni wengi, watu wazima wa baba, wanasema umewakosea, nini, kwa hiyo wanataka wakushughulikie. Kwa hiyo wamekasirika sana. Kwa hiyo usiwepo hapa, ondoka. Nikamwambia, mama, wako wapi? Akaniambia wako kwenye nyumba ya mtu fulani, kanitajia jina. Akasema, ndio nawataka hao, wamjue Mungu wa kweli. Kwa hiyo nilichokifanya sasa, hiyo ni ndoto. Kwenye ndoto hiyo sasa nilichokifanya, ila mazingira ni yale, na ile nyumba ni nyumba ya 3, yani kuna nyumba kwetu, nyumba katikati ya pili. Na kipindi hicho sisi tulikuwa nakaa Kota Kurasini kule. Kwa maana hiyo sasa nikaondoka pale, nikawafuata. Nikiwa na Biblia yangu sasa, nitaka niingize ndani, sijataka kuingiza. Nikaishika Biblia yangu, na Biblia yangu hii ambayo naitumia. Nikaenda kweli, nikakuta watu ni wengi, wamekaa mfumo wa kiduara hivi, lakini wengi wamekaa mfumo wa kiduara, wengi hivi. Kuna jambo kama wameinamiana pale, wanaongea, ni wengi. Sasa wanajadili kuhusu Moze, wanamtaja Moze, ametuharibia sana, amefanya hivyo, wanamlaumu na kumshutumu kwa maneno makali sana na kumlaani huyo nani, Moze. Mimi niko katikati yao na nikaanza kusikiliza ile maneno yao, wakaongea. Baadaye nikajipenyeza.
katikati yao kama kulikuwa na mtu mkubwa ambaye amechuchumaa, ndio kama yani ndio kama ni kama amekaa amechuchumaa kama ndo wanamsikiliza wote. Kwa mimi nilipomwona yule pale, yule kataka nimuendee mpaka pale. Nikafika pale nikasimama mbele yake. Bado wanazidi kuongea na wakuoni. Sijui wananiona, sijui hawanioni, hata sijui, lakini hawana mpango na mimi na wanazidi kunilani na kuniongea nimefanya mambo mabaya sana. Baadaye ikabidi nijitambulishe, nikasema, nikamshtua hivi, nikamwambia halo, huyo mwozi mwenyewe ndio mimi. Mnemzungumzia hapo ndio mimi. Wakasema la, kumbe ndio wewe. Basi wakainuka, akashika magongo, akataka kunipiga. Mimi kunipiga, nikachenga nikatoka kwenye ndani ile kundi. Nakimbia narudi nyumbani. Wao wananikimbiza, wengi wananikimbiza. Akili yangu wakati nakimbia kwamba nitafute sehemu ilipoinuka nisimame niwahubirie Injili. Yaani nitafuta sehemu ya mwinuko hivi nisimame pale juu kama vile ndo mimbali hivi, kama ndo madhabahu sasa. Nisimame niwahubirie Injili, na Biblia manake nayo. Nikakimbia kweli mbele ya nyumba yetu pale mbele ya nyumba yetu, kata nyumba ilikuwa ni kata nyumba yetu na nyumba nyingine kulikuwa na sinki la choo. Ilijengwa na kichwa cha juu kirefu sana. Kwa mimi nikarukia pale, nikapaa, nikasimama juu ya sinki la choo. Nikafunga Biblia, nakumbuka ilikuwa kama Isaya hivi, sikumbuki ni wapi Isaya hivi, nikafungua. Wao wanakuja na malungu yao ni wengi. Sasa nilipowageukia sikuona lile kundi tena. Yaani niliwaona mtu wa Mungu, watu pale walikuwa yani huko mbele yangu ni kama kwanza nyumba hazipo, niko tu dunia ipo. Yaani huko mbele mpaka watu wanaishia, mpaka macho yanapoishia watu wamaishia, naona mpaka mawingu. Upande wa kulia watu mpaka mawingu, upande wa kushoto watu mawingu. Yaani wamekuja kwa mstari hivi, wanakuja kwa mstari ulionyooka. Yaani huku hakuna mwisho, huku hakuna mwisho, mbele hakuna mwisho. Walipokuja wakati mimi nazidi kusoma Biblia na kuambia mwaminini Yesu okokeni, wakaja mpaka kwenye lile sinki la choo niliposimama, wakasimama pale. Wakajishika hivi, wamekasirika kweli kweli, ila hanifanyi chochote, wanasikiliza. Baadaye nikaona mbona hawa hawareact, hawafanyi chochote, nikaamua kuomba. Wakati naomba na kukemea sasa zile roho achefunguka, mmewafunga kwa miaka mingi, ondokeni kwa jina. Kwa maana wakati naomba nilichokiona mtumishi, juu ya vichwa vyao, juu ya vichwa vya wale watu, kumbuka wale watu mbele yangu, yani ni kama kuna nyumba kuna miti, yani watu mpaka mwisho wa mawingu kule, na huko kulia mwisho wa mawingu, na huko kushoto mwisho ila wameishia kwenye kwangu hapa kwenda huko nyuma, kwenda mbele yangu. Juu ya vichwa vyao nikaona kuna, nimetafsiri kwangu ni kama ni majini, yani nikaona kama kuna roho za watu, yani zinaondoka kwa wale watu, yani mtu mwingine, sio niseme hivi mtu, yani mtu amesimama mtu, lakini kwa juu kuna mtu mwingine anaondoka, alafu wanajikunja hivi kama mtu anakunja mkeka. Kumbuka huko mwisho mpaka mwisho kwa spidi sana, yani kama ni kundi kubwa, yani kama ni wingu sio wingu, yani linakunjwa hivyo kuelekea mwisho kule. Sasa kadiri ile wingu wingu la watu kama zile roho inachomoka linazidi kwenda nyuma, wale watu sasa ni kama ndio wanafunguka na wanapia kile, Moze niokoe, Moze tuokoe, tulidanganywa, tulipotoshwa, tulidanganywa, tuokoe Moze, tuokoe. Kwa hiyo ni kundi lote kubwa, yani ni kama dunia nzima ile, yani watu wamejaa hivi, wote ndio wanakuja sasa, Moze tuokoe, wanapiga makelele. Nikashtuka, nikajikuta kumbe ni ndoto. Asubuhi mimi mguu kwa mzee Magembe. Nikamwambia mzee, kweli mimi habari ya ndoto, na tumefundishwa ndoto ina mambo mengi, lakini tunasomea sana neno la Mungu na labda roho mwenyewe na mahubiri kupitia kanisani, lakini kuna hii ndoto imenisumbua sana. Yani toka ni yote hii, yani imekaa na sielewi. Nikamwelekeza, basi akaniambia tuweka tu, tulia kwa Mungu. Mungu mbaya anaweza akakutumia kimataifa. Okay, yani mzee Magembe anaga mambo mengi sana. Yes, akaniombea, akasema endelea tu kunyenyekea kwa Mungu. Kwa hiyo haya mambo wakati nakaa pale, hizi za namna hiyo zilikuwa nyingi tofauti. Sikuelewa kwa wakati ule ni nini, sikuelewa, lakini rasmi kuanza kujua ni kama
2011 mpaka ndio maana 2012 nikaomba nitembee mikoani. 2011 wakati naanza tu shughuli zangu za pale na pale, kumbuka sikupata elimu, kwa hiyo nikaanza kutafuta elimu japo kwa kujificha ficha. Kwa hiyo nikaenda huku na kule, nikafanya shughuli za hapa na pale, shule. Baadaye wakati najifunza masuala yangu ya ujasiriamali nikaenda kwenye Labda nikurudishe nyuma kidogo. Kipindi kile wakati umeongea kwamba ndio ulipata zile picha ukatoka kule ukatoroka ndo ukaja kule ukapata msaada ukaenda kwa mchungaji Moses Magembe, pengine haikutokea labda mbiu kwamba tunamtafuta mtu fulani wakaanza kufanya research ya kutafuta mali ulikokimbilia? Maana hicho kipengele nafikiri hatukukiongelea baada ya kuchomoka kule na ukaja huku. Hiyo ni sana mzee, hiyo ni sana. Yani hiyo ndio maisha yangu yote. Yani kipindi changu chote nilichokaa pale. Ni story ndefu. Ila kimsingi nilitafutwa sana. Yani kwa udi na uvumba, kiroho na kimwili. Niwe hai, niwe nimekufa. Niwe nimezikwa au maiti yangu waione. Walikuwa wanataka wanione kwa namna yoyote.